Chomete ujenzi wake utokana na mapato ya ndani ya halmashauri ya mji Tarime. Mafanikio katika zahanati ya Chomete. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete imefanikiwa kuhudumia wananchi wa kata ya Sabasaba na wananchi wa kata jirani. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete tumefanikiwa kutoa huduma za wagonjwa wa nje OPD, huduma ya kliniki ya baba, mama na mtoto, huduma za maabara. Kata ya Sabasaba ina wananchi takriban 16,316. Hivyo toka zahanati kufunguliwa mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 2023 mpaka sasa tumefanikiwa kuwahudumia wajawazito 1252, wagonjwa wa nje kwa maana OPD 3339, watoto 4153 na upande wa STC 5787. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete tumefanikiwa kupata watumishi 9, kati yao ni tabibu 2, wauguzi 6, mteknolojia wa maabara 1, na pia tunashukuru kwenye ajira mpya. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete tuna uwepo wa dawa, hivyo tunapenda kuwakaribisha wakazi wa kata ya Sabasaba na maeneo jirani kuja kupata huduma. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete tunatoa huduma za kimaabara, hivyo tunawakaribisha wananchi wote kuja kupata huduma ya vipimo. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete imefanikiwa kuanzisha huduma ya bima kwa watu wote CHF na bima ya afya ya taifa NHIF, hivyo tunapenda kuwakaribisha wananchi wote kupata huduma hiyo. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete tumefanikiwa kupata kompyuta 5 kwa ajili ya kutoa huduma kwa kutumia mfumo Good Promise kwa wagonjwa pamoja na taarifa nyinginezo ili kutunza taarifa kwa usahihi. Changamoto katika zahanati ya Chomete. Palipo na mafanikio yako changamoto. Mheshimiwa Mbunge, changamoto tulizonazo hivi kwa sasa ni kama ifuatavyo: 1, kukosekana kwa nyumba ya mganga ili tuweze kutoa huduma za dharura mara baada ya muda wa kazi kuisha. 2, Mheshimiwa Mbunge, changamoto nyingine ni vyoo ambao viliharibiwa kipindi cha uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Mheshimiwa Mbunge, changamoto nyingine ni kukosekana kwa samani zifuatavyo: mabenchi, meza na viti. Mheshimiwa Mbunge, zahanati ya Chomete hatuna kichomea taka hatarishi kwa maana incinerator, hivyo tunatumia shimo la kawaida kuchomea taka. Kwa hiyo ni jambo jema na tumezunguka wote, tumeona zahanati yetu kwa kweli imesheheni kila idara na kila sifa ambazo zinatakana zahanati iwe nazo. Tumeona madawa yapo ya kutosha, lakini tumeona mpaka friji, tumeona huduma hapo ya kutosha, mpaka wa maabara wapo. Zahanati zingine tumezunguka tunakuta hana maabara ipo, lakini hana vifaa vya maabara, hana mhudumu wa maabara. Lakini hapa tuna mhudumu wa maabara na vifaa vipo, kitu ambacho kinaonyesha kwamba huduma zote zinapatikana hapa. Hamna haja ya kwenda kwenye hospitali yetu ya mji wa Tarime. Lakini zaidi nimefutika zaidi kuonyesha kama vile kuna uchanya wake wa watu kupata huduma hapa, kwa sababu mganga mfawidhi ametupitisha kwenye takwimu za watu wanaopata huduma hapa, wamama wajawazito, watoto, Watanzania kwa ujumla kwa magonjwa mbalimbali, lakini zaidi pia na kwa wale wenzetu wanaoishi na virusi vya ukimwi wakuja wanapata counseling kubwa hapa, na inaonyesha kabisa wanaridhika na wanakuja kwa wingi. Na nampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan katika zile siku 100 zake. Hapa imedhihiri kwa vitendo zile ajira 5,000 alizozitoa. Hapa kuna mhudumu mmoja ambao ni ajira mpya ambaye amekuja katika zile siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunampongeza sana. Lakini naambia pia hata watu wenye bima wanakuja kutibiwa hapa. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Changamoto tumezichukua, tunaenda kuzifanyia kazi, lakini changamoto nyingi 2, kwa mfano 3 ya sola ni ambayo itokana na zile vurugu za siku ya uchaguzi. Lakini vioo pia hizi alumini ambazo zinazo zile siku ya uchaguzi vurugu. Lakini pia na baadhi ya mabenchi na viti vilitokana, sababu nakumbuka hapo juu kama ni kituo. Kwa ile zile vurugu ambazo zitokea ndani ya mji wa Tarime pia hapa zilifanyika kwa kiasi kubwa sana. Kwa rai yangu mimi kwa wananchi wa maeneo husika ni
kutoa elimu na kujitahidi kulinda zile taasisi za umma ambazo zimekuja kusogeza huduma kwenye jamii yetu. Siku zile kama tungeweza kulinda na kukataza wale vijana, tusingepata madhara, lakini imeshatokea kama vile ambavyo imetokea na kwingine Tanzania. Tumeyachukua hayo, tutaenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha ndugu zetu wanaokuja kupata huduma hapa wanapata huduma stahiki. Lakini endelea kutoa rai kwa wananchi, tukipata huduma kama hizi tuzilinde, asitokee mtu kuja kuharibu miundombinu hapa. Na jengo la mama na mtoto, tumeona hapa kuna mwitikio chanya, watu kuja kutibiwa hapa. Kwa hiyo jengo la mama na mtoto litaendelea kurahisisha zaidi. Na mwisho, naendelea kushukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi Tarime tunawashukuru sana na tuna imani kubwa na nyie, na kwa kweli wananchi wanaona kwamba fedha zao wanazolipa kwenye kodi zinafanya maendeleo.